Samahani dokta, kwani unawafundisha nini wengine na mimi unifundishe? Hali ya ndoa yangu ni mbaya. Mume ana michepuko. Kila siku anabadili ingine. Halafu hajali ukimuuliza matusi. Mi bado binti mdogo wa miaka 23. Ila najiona kama mzee kwa haya mawazo. Jamani, nisaidie, nitazeeka kabla ya wakati. Naomba nirudie hili swali. Anasema, samahani dokta, kwani unawafundisha nini wengine na mimi unifundishe? Hali ya ndoa yangu ni mbaya. Mume ana michepuko, kila siku anabadili ingine, halafu hajali ukimuuliza matusi. Mi bado binti mdogo miaka 23, ila najiona kama mzee. Haya mawazo jamani, nisaidie, nitazeeka kabla ya wakati. Ndoa ya muda mfupi, binti mdogo wa miaka 23 anasalitiwa na mume wake na hajui atafanya nini. Anamuuliza Dr. Kuboja kwamba unawashauri nini wengine? Katika ndoa 10 ambazo ukizichukua sasa hivi ni ndoa 2 tu mpaka 3 ambazo zinaweza zikawa zinaishi kwenye uhalisia, zinaweza zikawa zinaishi katika maisha ya furaha na amani. Lakini katika hizo ndoa 2 ama 3, ndoa mojawapo maana yake ni mmoja amekubali kuwa chini, mmoja amekubali kushuka na kuwa mnyenyekevu. Moja kitu kikubwa ambacho huwa ninawafundisha wanawake wengi sana, dawa ya moto ni maji. Dawa ya moto sio matusi. Dawa ya moto sio kuwa na hasira, sio kumnunia mume wako baada ya kugundua amechepuka. Shida ni kwamba tunawasha moto pale ambapo moto umewaka. Kwa kufanya hivyo huwezi ukatatua ufumbuzi. Katika chaneli yangu ya YouTube inayoenda kwa jina la Kuboja Joseph, nimeelekeza video inayosema jinsi ya kuishi na mwanaume msaliti. Hiyo video imepata viewers wengi sana. Imepata viewers wengi, almost karibia viewers 500,000. Hii ni kwa namna gani ambavyo wanawake wengi wamekuwa interested kuweza kujifunza kwamba namna gani ambavyo naweza kuishi na mwanaume msaliti. Nenda YouTube ya Kuboja Joseph, andika jinsi ya kuishi na mwanaume msaliti. Nimeelekeza katika hiyo video kwa kina sana. Utajifunza namna gani ambavyo pale unapokuwa na mwanaume ambaye ni msaliti, namna gani ambavyo unaweza ukaishi naye.